Lakini siku ya leo Watanzania wameonyesha mshikamano, umoja, lakini wameonyesha pia namna ambavyo wamekuwa wazalendo kwa nchi yao kwa kuto kuwasikiliza wale wanaofanya kampeni ya kutaka Watanzania wafanye maandamano yasiyokuwa na ukomo. Na kusema ukweli, sifa na heshima yote iende kwa Watanzania wote. Jeshi letu la polisi kazi yake kwa kweli inakuwa rahisi pale ambapo wananchi wako wenyewe tayari kujilinda. Na ninasema jukumu la jeshi la polisi ni kuhakikisha inawalinda wananchi wao na mali zao, lakini bila wananchi wao kuanza kuzilinda mali zao na kujilinda wenyewe, usalama utakuwa mdogo. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwapongeza sana wananchi wa Tanzania. Tuendelee kuipenda nchi yetu na tuendelee kuthamini mafanikio yetu haya, na kama kuna changamoto basi tuendelee kuzijadili na kuzizungumza kuliko kufanya yale ambayo yalitokea siku za nyuma. Yale yamepita, yashapita, sasa tugange yanayokuja. Kwanza, ulinzi na usalama ni jukumu la vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, ikiwemo jeshi la polisi, na ulinzi uko siku zote. Huwa unaongezeka kulingana na mahitaji ya wakati. Katika kipindi hiki toka tarehe za mwanzo wa mwaka huu, mwisho wa mwaka huu tumeimarisha ulinzi, kwa sababu nyakati za mwisho wa mwaka huu kidogo kuna matukio mengi. Kwa hiyo hali hii itaendelea, na wananchi wawe huru kuendelea kufanya shughuli zao, lakini na wakati jeshi la polisi na lenyewe litachukua jukumu la kuhakikisha kwamba wanabaki salama na wanasherehekea hizi siku zote mpaka tufike mwaka mpya, tutapita salama, naamini. Lakini siku ya leo Watanzania wameonyesha mshikamano, umoja, lakini wameonyesha pia namna ambavyo wamekuwa wazalendo kwa nchi yao kwa kuto kuwasikiliza wale wanaofanya kampeni ya kutaka Watanzania wafanye maandamano yasiyokuwa na ukomo. Na kusema ukweli, sifa na heshima yote iende kwa Watanzania wote. Jeshi letu la polisi kazi yake kwa kweli inakuwa rahisi pale ambapo wananchi wako wenyewe tayari kujilinda. Na ninasema jukumu la jeshi la polisi ni kuhakikisha inawalinda wananchi wao na mali zao, lakini bila wananchi wao kuanza kuzilinda mali zao na kujilinda wenyewe, usalama utakuwa mdogo. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwapongeza sana wananchi wa Tanzania. Tuendelee kuipenda nchi yetu na tuendelee kuthamini mafanikio yetu haya, na kama kuna changamoto basi tuendelee kuzijadili na kuzizungumza kuliko kufanya yale ambayo yalitokea siku za nyuma. Yale yamepita, yashapita, sasa tugange yanayokuja. Kwanza